Show ya kwanza kwako mkoa. Kwanza mimi nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wadau wote wa muziki wa Bongo Flava, lakini washukuru sana pia kwa namna ambavyo wameheshimisha lugha ya Kiswahili, kwa sababu kwa wengi sana wameperform kwa lugha ya Kiswahili, na mnakumbuka kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu yuko kule Ufaransa akiwa amemwakilisha Mheshimiwa Rais, wakiwa pamoja pia na Mheshimiwa Waziri wetu wa michezo katika kuadhimisha siku ya Kiswahili duniani. Kwa jambo la kwanza nitumie nafasi hiyo kuwashukuru sana kwa namna ambavyo wametumia vizuri utamaduni wetu. Lakini jambo la pili, mnafahamu kwamba muziki wa Bongo Flava ni muziki ambao umeibua vijana wengi, umeibua vipaji vingi, na vijana wengi pia wameweza kujiajiri kupitia muziki hiyo. Na mnakumbuka pia kwamba moja ya vijana pia ambao ni washiriki wakubwa pia wa muziki ya Bongo Flava, hadi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amewateua kuwa ni moja viongozi katika serikali ambayo anaiongoza. Kwa hiyo jambo kubwa ambalo limenifurahisha ni namna ambavyo Watanzania na hasa wana Dar es Salaam kuwa ni wapenzi wakubwa wa muziki wa Bongo Flava. Na ndio maana leo kuanzia jana wale watu ambao wamechelewa kutafuta hata tiketi za kuingia hapa hawajapata. Hii ina maana kwamba muziki huu una wapenzi wengi, na pengine kwa siku zijazo tunaweza tukatafuta tena miaka 31 ya Bongo Flava na tukafanyia performance nje ili kila Mtanzania na Dar es Salaam apate nafasi ya kufika. Na hii imekuwa kama bahati kwenye mkoa wako wa Dar es Salaam, ndio sehemu ambayo imekuwa kama kizazi cha wasanii wa Bongo Flava wakitokea wengi hapa Dar es Salaam. Kuna namna ambavyo wewe mkuu wa mkoa unaweza ukafanya kwa ajili ya serikali na hawa wasanii ambao kwa muda mwingi walikuwa wamesahaulika, ili kuweza kuwapa nafasi za namna hii kwenye stage tofauti tofauti, kwa kuanzia na show hii ya leo? Kwanza nikiri tena kwamba sisi kama viongozi wa serikali tuko chini ya mwavuli wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mtakumbuka kwamba miezi michache pia iliyopita ameendelea kuboresha maslahi pia ya wasanii mbalimbali, wakiwemo pia hawa wa muziki mbalimbali ya Bongo Flava. Na kwa mantiki hiyo, ukiangalia kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam, wapo vijana wengi sana ambao wanajitahidi kuonesha vipaji vyao. Na kama siku za nyuma ambavyo wanasema kwamba Dar es Salaam ni kitovu cha kidiplomasia, ni kitovu cha kiuchumi, lakini mwisho ni kitovu cha masoko ya vitu vingi ambavyo watu wanafanya. Kwa lugha nyepesi ni kwamba mwanamuziki yoyote atakapokuwa center Dar es Salaam anakuwa na uhakika wa vitu vingi, miundombinu yake, maproducer wake, vifaa vyake, wateja wake ambao ndio market. Kwa hiyo mimi nikiri tu kwamba sisi kama serikali kwa niaba ya Mheshimiwa Rais tutaendelea kuwaunga mkono sana hawa watu wote wa Bongo Flava. Na nikiri tu au niseme kwamba watu wengi huwa wanadhani wasanii wengi wa muziki kama hii ya Bongo Flava hawapendi shule ama hawajasoma au vitu vingine. Haikuzuii hata kidogo kuwa na vitu viwili kwa pamoja. Unaweza kuendelea na masomo yako vizuri, unaweza kuendelea na masuala yako ya kibiashara, unaweza kuendelea na masuala yako mengineyo, lakini huku ukiwa na kipaji chako cha muziki hii ya Bongo Flava na ukaperform. Kwa hiyo naomba nikiri kwamba mimi pamoja na wenzangu akiwepo mkuu wa wilaya ya Ubungo na wakuu wa wilaya wote katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tutaunga mkono juhudi zote zinazofanywa na wasanii wetu wa muziki ya Bongo Flava na muziki mingine, ili pia waweze kuendelea pale walipo na kwenda mbali zaidi. Wasanii zaidi ya 35 wanapanda kwenye stage moja. Wewe kiu yako kubwa kusikia nyimbo za wasanii gani ambao unasema mimi kabla sitoka kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam natamani kuona, kusikia na kuucheza muziki huu, kwa sababu niliusikia kitambo na labda ulifundisha, ulielimisha na uliburudisha. Unasubiri listi ya wasanii wangapi ambao kwako ni kiu kubwa unaenda kuwaona leo? Ukweli mimi ni kwamba wasanii wote nawapenda, lakini kilichoko moyoni mwangu ni kila muziki unapopigwa upo unaokugusa zaidi kutokana na historia na maudhui zake. Sasa pengine singalikuwa mwafaka sana kutaja specific kwamba ni wimbo wa msanii huyu, na kwa kuwa nimekuja kama baba wa mkoa, basi itoshe kusema wote nitasikiliza nyimbo zao. La mwisho tu Mheshimiwa Chalamila, kwa sababu tunakuona kwenye majukwaa mengi ukitumbuiza, hata kwenye moja ya tamasha kubwa ulitumbuiza, nadhani nikawe kule. Vipi leo hapa kuna surprise gani ambayo unaweza kuifanya kama kiongozi tu angalau kusupport wasanii wava katika mkoa wako? Na watu wa mkoa wa Dar es Salaam waseme baba yuko hapa. Mimi na kwa sababu undani huko kumeandaliwa vizuri sana. Na kwa sababu nimekuwa pia nikifanya mawasiliano mazuri sana na waandaaji wa jambo hili ambao nawavulia kofia na kuwapongeza sana. Itoshe kusema surprise ambayo itakuwepo ibaki kuwa surprise. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.